matokeo chanya ambayo yatapatikana katika utendaji kazi wetu. Niliwaambia kwa kuwaita viongozi, kwa nyinyi kutoa taarifa zile ambazo wananchi wanatakiwa kujua, ni moja ya njia ya kuisafisha na kuweka vizuri serikali yenu. Hatuwezi kuwa na serikali ambayo viongozi wanalalamikiwa kwamba ni wapotofu wa maadili, na sisi kama chombo cha kusimamia maadili ya viongozi wa umma tumenyamaza kimya. Hili jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu nilisema, na naomba niseme tena mbele yako, kwa sababu siku ile nilipokuwa naongea nilikutumia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kama mfano wa viongozi ambao uadilifu wake hauna chenga yoyote. Niliwaambia haiwezekani leo hii Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano anasimama kwenye majukwaa kueleza katika maana ya kujisafisha juu ya umiliki wake wa mabasi ambayo sisi humu ndani tunajua kitaarifa na kitakwimu kwa mabasi haya sio umiliki wake. Lakini sisi kama Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma tumenyamaza kwa sababu hatuoni kama hii ni kazi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka kutumia nafasi hii kupitia vyombo vya habari hivi kwanza kukuomba radhi wewe, kwa sababu sio utaratibu kiongozi hawezi kujisimamia mwenyewe na kujitolea taarifa. Na niliwaambia hawa ndugu zangu kwamba haitotokea hata siku moja huko mtaani watu wakamuelewa mtu anayesimama na kusema hiki sio cha kwangu, hiki sio cha kwangu. Na niliwaeleza kwa mfano leo hii hata mimi mwenyewe nashutumiwa juu ya mambo ambayo mimi mwenyewe ninajua kwamba si ya kwangu, na nyinyi humu ndani ambao ndio mmepewa kazi ya kufanya hiyo mnajua kwamba si vya kwangu, lakini mmeamua kunyamaza kwa sababu hamuoni kwamba hilo ni jukumu lenu. Niliwaambia mnayo majukumu kikatiba ya kumuita kiongozi yoyote yule ambaye anatajwa hadharani, anatajwa vifichoni, kuja kueleza juu ya uhalali wa hizo taarifa ambazo zinatolewa. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo kila mtu ana meno, kila mtu anaweza kusema, alafu sisi kama watu ambao tunatakiwa tuyashughulikie hayo tukanyamaza. Lakini niliwakumbusha wajibu wao kwamba sekretarieti hii imepewa mwanya wa kuita chombo chochote kuomba taarifa popote, na pale ambapo wanaona kwamba taarifa hizi ili zipatikane kuna wenzetu wengine tunatakiwa tuwaite, ikiwemo vyombo kama PCB, idara zetu ambazo zinafanya uchunguzi, kuziomba hata jeshi la polisi. Idara hii kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinaruhusiwa kufanya hivyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulizungumza mengi na ninaamini kabisa kwamba yale tulizozungumza itakuwa ndio msingi mzuri wa mwanzo wa kufanya kazi nzuri ya kwenda kusimamia ili kutoa jawabu katika yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais anayatoa ya kuona kwamba nchi yake inakuwa yenye viongozi waliojaa maadili, lakini pia wale ambao wanakosa maadili kuwaweka pembeni, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu mbele ya hadhara hapa, tume hii ikitoa taarifa ikasema Ridhiwani ananuka rushwa, wakimpelekea Mheshimiwa Rais, opinion au ushauri wa tume hii ni sheria na ni binding kwa Mheshimiwa Rais, na Rais Ridhiwani atakwenda kwa msoga tu. Huo ndio utaratibu. Sasa kama tume hii haitofanya kazi hiyo, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanalalamikiwa, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanaonekana kwamba si waadilifu katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chombo hiki ni nguzo ya uzalendo katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisigeuze jukwaa hili la kwangu kwa kuwa leo umekuja wewe kwa ajili ya kuonana nasi, na sisi tunataka tukushukuru kwa sababu nadhani sisi ndio taasisi ya kwanza kiserikali wewe kuja kufanya ziara. Lakini sisi tunashukuru pamoja na heshima uliyotupa, kwa kweli unaonyesha jinsi gani wewe ni kiongozi unayedai kuona Tanzania yako inakaa vizuri kimaadili. Wako watu walikufananisha na Sokoine, na kwa kweli mimi nafsi yangu naanza kuziona dalili hizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa karibu uzungumze nasi. Utueleze katika yale ambayo umeyaleta, lakini pia utushauri na kutuelekeza, na mimi na mwenzangu Katibu Mkuu tuko tayari kwa niaba ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kuyasikiliza na kwenda kufanya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu uzungumze nasi.